Mambo yanazidi kupamba moto huko ndani ya klabu ya Yanga. Dakika hii ninavyozungumza na wewe tayari klabu ya Yanga amekushaweza kutoa taarifa rasmi kuhusu mustakabali mzima wa kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga. Hapa namzungumzia bwana Romain Folz, kufuatia mwenendo mzima wa kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Taarifa ambayo klabu ya Yanga wameweza kuitoa nitakusogezea hapa moja kwa moja na wewe uweze kufahamu mwana michezo wangu ni kitu gani hiko ambacho klabu ya Yanga ameweza kukitoa kwa umma kumhusu kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga, kocha Romain Folz. Lakini kabla sijakusogezea hii taarifa, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kiukweli nikwambie wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zozote mpya za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala la muhimu ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, ili uweze kupata kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe kupitia hapa Bongo Vibe TV. Habari itakujia moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi, au utakaa kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali utapokea moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Sasa kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na taarifa ambayo nimekujuza hapo awali juu ya kile ambacho klabu ya Yanga ameweza kukitoa sasa hivi kumuhusu kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga. Hapa namzungumzia bwana Romain Folz. Kama tunavyofahamu mwenendo mzima wa kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga bwana Romain Folz kwa sasa hivi umekuwa si mzuri kufuatia namna ambavyo timu inavyocheza. Ukiangalia uchezaji wa klabu ya Yanga tofauti na ilivyozoeleka katika misimu miwili iliyotoka kupita. Hata msimu tu wa mwaka jana uliotoka kupita klabu ya Yanga ilikuwa inacheza vizuri, tofauti na sasa hivi jinsi ambavyo inavyocheza chini ya kocha Romain Folz. Sasa sura hili limeweza kuibua hisia tofauti kutoka kwa mashabiki na hata uongozi wa klabu ya Yanga juu ya uwezo mzima wa kocha Romain Folz katika kuhakikisha kikosi hiko cha klabu ya Yanga kinacheza vizuri na kupata matokeo mazuri, ili kuweza kuhakikisha wanapambania mataji yote ambayo wameweza kuyapata katika msimu uliotoka kumalizika, yani msimu 2024 2025. Sasa kulikuwa kuna vuta ni kuvute ndani ya uongozi wa klabu ya Yanga juu ya maamuzi ambayo klabu hiyo umeamua kuyachukua juu ya kocha huyo Romain Folz, kulingana na mwenendo mzima wa mifumo yake kuonekana kama kushindwa kufanya kazi ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Kulikuwa kuna pande mbili ndani ya klabu ya Yanga ambazo upande wa kwanza ulikuwa unasema kocha apewe muda, lakini upande wa pili ulikuwa unahitaji kocha aweze kupewa rungu ama apewe red card aondoke ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Sasa makubaliano yamekushaweza kufanyika na rasmi klabu ya Yanga wameweza kutoa mstakabali wao mzima kuhusiana na kocha huyo Romain Folz ambaye ameweza kujiunga na kikosi hiko cha klabu ya Yanga mwanzoni tu mwa msimu huu hapa wa 2025 2026. Mpaka sasa hivi kocha huyu Romain Folz amekushaweza kuongoza takribani mechi 4 za kiushindani, mechi 2 za raundi ya awali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia mechi 2 za ligi kuu ya NBC Tanzania bara, ikiwemo ile mechi ambayo kocha huyu aliweza kulazimishwa sare katika dimba la Sokoine na Miamba kutokea Mbeya, timu ya Mbeya City. Hii ni miongoni mwa mechi ambayo imeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kocha Romain Folz ama klabu ya Yanga kuweza kutoa taarifa hii ambayo nataka nije nikusogezee sasa hivi mwana michezo wangu, ili na wewe uweze kufahamu. Licha kocha huyo kuweza kujitetea ya kwamba upatikanaji wa sare umechangiwa na uwanja mbovu ambao ni dimba la Sokoine, mfumo wake hauruhusu timu yake kucheza ndani ya aina ile ya kiwanja. Hivyo sare ambayo ameweza kuipata imechangiwa na kiwanja ambacho waliweza kucheza mchezo huo hapo. Sasa dakika
dakika hii ninavyozungumza nawe tayari klabu ya Yanga wamekushaweza kufanya maamuzi yao ya moja kwa moja juu ya mustakabali mzima wa kocha Romain Folz. Bwana, za ndani kabisa ni kwamba klabu ya Yanga wamekushaweza kubaliana na kocha huyu Romain Folz kwa makubaliano ya pande zote mbili ili waweze kumvunjia mkataba wake, kwa maana ya kwamba klabu ya Yanga na kocha Romain Folz waweze kutemana ili klabu ya Yanga waweze kutafuta mbadala ama kocha mwingine ambaye atakuja kuchukua mikoba ya kocha huyu Romain Folz, ambaye inaonekana kama kwa namna moja ama nyingine mfumo wake umeshindwa kabisa kuingia ndani ya klabu ama umeshindwa kuingia kabisa ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga. Mpaka sasa hivi timu inapata matokeo sawa, lakini ukiangalia namna ambavyo upatikanaji wake wa matokeo umekuwa ni mgumu mno, na hata timu haichezi kabisa uwanjani. Ikikutana na timu kubwa inaweza ikaambulia matokeo mabaya zaidi, tofauti na sare ambayo ameweza kuipata zidi ya Mbeya City. Hivyo klabu ya Yanga kuliko wafikie huko mapema, wameamua wafanye maamuzi yao kwa kukaa kikao na kocha Romain Folz ili kuweza kukubaliana wavunje mkataba na klabu ya Yanga waweze kutafuta kocha mwingine ambaye atakuja kuchukua mikoba yake. Mpaka sasa hivi klabu ya Yanga wanahusishwa kumshusha aliyekuwa kocha wa klabu hiyo, hapa namzungumzia bwana Nasri Nabi, ambaye kwa sasa hivi ni kocha huru mara baada ya yeye kuweza kuachana na timu yake ya Kaizer Chiefs kutokea pale Afrika Kusini. Na tuliweza kushuhudia kocha huyo Nabi akiweza kufanya kikao na mjumbe mmoja wapo wa klabu ya Yanga ili kuangalia uwezekano kama kocha huyo anaweza akaja kutua ndani ya viunga vya Jangwani ili kuanza project yake ya kuhakikisha klabu ya Yanga wanatetea mataji yao. Mpaka sasa hivi mambo yamekwisha weza kwenda shwari kabisa baina ya klabu ya Yanga na uongozi, baina ya klabu ya Yanga na kocha Romain Folz. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi ninavyozungumza na wewe, muda wote klabu ya Yanga wanaweza kutoa official taarifa juu ya kutemana na kocha huyo Romain Folz na kuanza mchakato haraka wa kuangalia ni nani ambaye atakuja kuchukua mikoba ya kocha huyo Romain Folz. Ingawa taarifa za ndani zinaeleza klabu ya Yanga imekwisha anza mazungumzo na Nabi ili kuja kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz kama nilivyoweza kukwambia hapo awali. Ni nini maoni yako mwana michezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimeweza kukusogezea sasa hivi? Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo hapo ya comment, na sisi tutachati na wewe hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi mwana michezo yangu, kama wewe ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu basi nikwambie kiukweli ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliandikwa subscribe, ili uweze kupata update mpya za kimichezo pamoja na za kiburudani ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV.